Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Naitwa Arafat Ali Matambo, ni meneja masoko na manunuzi wa kampuni ya Moli Oil Mills inayodili na kutengeneza mabomba aina ya HDPE pipe. Tunaielezea kampuni yetu hii, kwanza tuanze katika sekta nzima ya madini, kwamba huwezi kuchimba madini bila kupeleka maji underground. Huwezi kuchimba madini bila kupeleka chemical. Huwezi kuchimba madini bila kupeleka mafuta. Kwa kuiona fursa hiyo ambayo iko katika sekta ya madini, tukaamua kuanzisha kiwanda cha mabomba cha kutengeneza mabomba aina HDPE pipe. Mabomba haya yana uwezo wa kukaa ardhini takriban miaka 50 chini bila leakage aina yoyote. Na inapotokea leakage, ni cost yake ni rahisi sana katika kutatua, kulitoa bomba, kulikata na kuendelea kufanya production inaendelea. Na kitu kingine kwamba hayapitishi kutu, hayatengenezi kutu wala chemical haina yoyote. Kwa hiyo yakienda maji, yanaenda maji exactly hiyo. Kwa hiyo sasa tuseme tunashukuru pia kuanzishwa hii awamu hii ya 5 ya uwezeshaji wa Watanzania kushiriki katika sekta hii ya madini, na sisi tumekuwa wanufaika wakubwa sana. Sababu sasa hizi tunadili na migodi kama Bariki, Buriankuru na Nosimala, tunawasupply bomba zetu hizi. Na zina ubora wa hali ya juu hiyo. Bomba ambazo zamani walikuwa wakitoa nje kwa ubora huo, sasa hizi zinapatikana Tanzania kwa ubora huo. Na kiwanda ni cha Tanzania na wafanyakazi ni wa Tanzania. Ujuzi huu na utaalamu huu, sisi tulitoa baadhi ya maengineer wetu hapa wakaenda China kusoma. Baada ya kusoma wamekuja huku wamefundisha Watanzania wenyewe. Kwa hiyo tuseme ujuzi tumeutoa China, lakini ile elimu ambayo tumeipata kule sasa tumeendeleza huku. Mfano kama huyu ndio engineer wetu John, ndio huyu anayehusika kutengeneza bomba hizi ambazo raw material yake ni hapa. Bomba zinaanzia hapa, zitapita kwenye mashine, zinaelekea huku. Haya ndio raw material yanayotengeneza mabomba haya. Yanapatikana nchi za Kiarabu, Saudi Arabia, ni mabaki ya petroli. Malengo yetu ni kufikia migodi yote na kufikia wachimbaji wadogo ambao tutawatafuta kila sekta na kila sehemu ambapo waliko wanakochimba. Na tutawarahisishia katika usafiri, tutawapelekea mpaka site, na panapotokea leakage maengineer wetu watakuwepo kwa ajili ya kufanya installation, kwa ajili ya kufanya service. Sisi tunapatikana katika wilaya ya Bariadi, mkoa wa Simiyu. Kiwanda chetu kiko hapo. Sisi tuseme tukiacha tu katika mkoa wa Simiyu, tunatengeneza ajira sehemu mbalimbali. Ukiacha pia na sekta ya madini, pia mabomba haya ndio yanayotumiwa na Wizara ya Maji, taasisi zote za maji, kutoa maji sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano kama sasa hivi tuna mradi wa maji ambao uko Butiama, kutoa maji Butiama kuleta katika wilaya ya Nyamswa. Tumeajiri kule, kuna Watanzania takriban zaidi ya 80. Watu wanaochimba, wanaofanya installation, wanaotengeneza matenki, au ambao wako site tu, ambao hawako kiwandani. Kiwandani pale tuna takriban ya watu karibia professional ambao karibia 45. Na wale wasaidizi wako karibia 83. Kwa hiyo ni idadi kubwa sana. Lakini ukiachana hizo kwamba baadhi ya hapo pale nje kuna mamantirie ambao wanauza chakula, wanawauzia hawa, kuna watu wanaofanya biashara za maji, kuna watu wanafanya biashara nyingi sana. Kwa hiyo sasa kuja ukiangalia kwamba Watanzania wote wananufaika, kwamba kutoka kiwandani, walioko pale wanaotoa huduma katika walioko kiwandani, wote wananufaika pamoja kiwanda chetu. Kwanza natoa shukrani yangu kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais kwa kupitia Wizara ya Madini, Tume ya Madini, kwa kupitia waziri wetu Anthony Peter Mavunde kwa kuanzisha hii local content. Niseme kwamba imetusaidia sana tena sana. Zamani nakwambia uhalisia, ukisema mabomba kama haya kwenye mgodi kutoka hapa nchini ilikuwa ni ngumu. Yote ilikuwa natoa nje. Bidhaa nyingi sana ilikuwa natoa nje. Nimemsikia waziri pia anasema hadi chakula kilikuwa kinatoka nje. Lakini kwa sasa hivi tuseme tu kwamba wizara imetubeba na sisi tunabebeka kwa 100%. Kwamba mabomba yetu tuozalisha ubora wake ni hali ya juu sana. Na sisi hatuwezi tukajificha kwenye kile kichaka cha kusema kwamba sisi ni wazawa, ili kwa sababu tu imetoka hili kwamba wazawa tushirikishwe katika sekta ya madini tuingie bila ubora. Hapana. Kwa hiyo kwamba serikali inatubeba sasa na sisi tunabebeka kwa 100%.